Ni kweli tulikuwa tunapata shida sana. Hizi basikeli tunazotembelea zinatusumbua kweli, yani mpaka sasa hivi tunaumwa. Lakini nashukuru leo kupata hii basikeli, nadhani kidogo wepesi tutaupata. Kwa kweli tunamshukuru pamoja na wenyekiti zake wote. Mungu awazidishie baraka, wazidi kutujali, kututhamini, kutuonyesha upendo, na sisi pia tunazidi kuwaombea dua. Mungu awazidishie baraka. Amina. Kwa majina naitwa Jisefu. Namshukuru diwani wangu Kaniki kwa basikeli hii. Ndoto yangu nisome nifike mbali. Kwa jina naitwa Mwantumu Rajabu Mvungi. Ni kweli tulikuwa tunapata shida sana. Hizi basikeli tunazotembelea zinatusumbua kweli, yani mpaka sasa hivi tunaumwa. Lakini nashukuru leo kupata hii basikeli, nadhani kidogo wepesi tutaupata. Kwa kweli tunamshukuru pamoja na wenyekiti zake wote. Mungu awazidishie baraka, wazidi kutujali, kututhamini, kutuonyesha upendo, na sisi pia tunazidi kuwaombea dua. Mungu awazidishie baraka. Amina. Selemani Ayubu Kaniki ni diwani wa kata ya Zingiziwa. Leo tuliitana hapa kwa ajili ya dhumuni moja la kuwasaidia ndugu zetu wenye uhitaji maalum ambao hawawezi kutembea, wanatumia baisikeli. Kwa nilijaliwa tukapata baisikeli 2, lakini nilipata viti vya kusukuma ambavyo ni 5. Kwa ujumla wake una uhitaji wa watu 7. Lakini tulipata magongo ya kutembelea kwa mtu mmoja. Kwa kuna magongo mengine tumeyaweka ya ziada. Lakini uhitaji katika kata Zingiziwa, hawa waliofika tuliwasearch sana kuwatafuta katika sehemu mbalimbali nikitumia wenye viti wangu wa mitaa. Kwa ushirikiano mkubwa walinionyesha tukawapata. Lakini bado kuna wengine wamefika, tumeshaandika majina. Uhitaji unazidi kuwa mkubwa. Isiwe mimi tu, hata mtu mwingine, kama kuna mdau mwingine au kuna kiongozi mwingine ana uwezo wa kusema anataka kujitolea sadaka hii, aweze kujitolea. Lakini mimi binafsi kiimani, mwezi huu wa 5 kakaangu hapa Shejani anajua nilimpoteza kakaangu. Kwa hii nayo iwe ni sadaka moja kwake huko alipo, iwe ni dua nzuri na Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kabri. Kwa niliamua nifanye hichi na niweze kujumuika na wenzangu, yuko polisi kata, yuko katibu wangu hapa wa chama, kwa jamaa zangu hapa yuko Imasopu, lakini wako watu mbalimbali ambao huwa wanajitoa. Hawa niliowataja tushajitoa kwenye mambo mengi. Sisi tushajenga mpaka nyumba ya mjane ambaye ana watoto walemavu. Na alikuja hapa kakaangu Edward Mpogoro kuizindua nyumba hiyo. Kwa hili tulilofanya na idadi tuliyoipata ni endelevu. Tutaongea na watu wengine, wenye viti watawatafuta. Tunahitaji wote wanaohitaji waliokuwa majumbani katika kata hii ya Zingiziwa watoke sasa, ili tuweze kuwahudumia, waweze kupata kitu kama hichi kiweze kuwasaidia. Baisikeli kama hizo walizokuwa wanaendesha mwanzo, zile baisikeli walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana. Lakini sasa hizo wapate baisikeli hizi ambazo zitaweza kuwarahisishia kwa wepesi kwenda sehemu mbalimbali. Lakini pia hao wengine walikuwa wanabebwa majumbani, waache sasa ile hali ya kubebwa, waweze kusukumwa na kwenda sehemu ambazo wanazitaka. Lakini pia nishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Katika kata yangu ya Zingiziwa limejengwa bweni la wenye uhitaji maalum. Bweni la kisasa ambalo lipo, nafikiri hivi karibuni uzinduzi wake unakaribia, ambalo lina takribani 48 kwa wanaume, 48 kwa wanawake. Kwa kuna wengine hapa kama huyu ni mwanafunzi ambao tunategemea baadaye huko waweze kuingia katika mabweni yale na kuweza kupata elimu kwa uzuri zaidi.